Unajua kwamba Puma Energy miaka yote imekuwa ina taratibu ya kuwa na event kama hii ya Ramadhan ambayo tunaalika wadau wetu wote ambao tuko nao kwenye sekta. Wengine ni wadau wetu ambao wanaendesha vituo vyetu, wengine ni wa suppliers wetu, lakini wengine ni watu ambao wako katika taasisi mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kila siku. Ndio tumewalika leo kuja kukutana nao, kupata futari pamoja, lakini vile vile kubadilishana mawili matatu, kuangalia kitu gani tunaweza tukaboresha sisi kama Puma na tunaweza tukafanya vipi kazi zaidi ili tuweze kuongeza uhusiano ambao tunao nao. Kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwanza tunawatakia kila laheri wateja wetu wote wa Puma Energy, na tunawaambia kwamba sisi Puma Energy bado tuko katika kuendelea kuboresha huduma zetu, na kama mnavyoona tunatoa products ambazo ni za quality ya hali ya juu, lakini waendelee kusubiri, makubwa mengi yanakuja. Mfano tunaanza kuendelea kuingia katika mikoa nje ya Dar es Salaam na Pwani kwenye kusambaza nishati safi. Nadhani wiki ijayo tutakuwa Dodoma, na baada hapo tutakwenda mikoa mingine ambayo yako kanda ya Ziwani. Lakini vile vile kwenye upande wa gesi asilia tuko kwenye utaratibu wa mwisho kabisa katika ujenzi wa vituo vyetu vya gesi asilia, na Mungu akipenda insha Allah kabla mwisho wa mwaka tutaona vituo vya gesi asili vya Puma Energy vinaanza operations. Tunapenda kuwashukuru kampuni ya Puma Energy kwa tukio kubwa la kuwathamini watu ambao leo wamefunga, kuwafuturisha, na hili tukio ni kubwa mno. Mwenyezi Mungu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu akufanyie jambo jema mlipeni, na mkosa kumlipa basi muombe dua. Sasa kwa tendo hilo tufanye hatuna hata tuwape bilioni 20 si sawa thamani hii. Tumetangaziwa na mamlaka juu ya ugonjwa huu wa Mpox, na tukiwa viongozi wa dini, nasaha ya kidini wakati wote ni kuwataka watu wafanye kila linalowezekana kuchukua hatua madhubuti ya kujiepusha na maradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata kutuambia, tauni, maradhi ya tauni yanapoingia katika mji, walio ndani wasitoke na walio nje wasiingie. Kisha akasema, kimbieni kukimbia ugonjwa wa ukoma kama mtu anavyomkimbia simba mwituni. Kwa hivyo hii maana yake ni kwamba linapotokea madhara yoyote au ugonjwa wote, wajibu wa kibinadamu ni kuchukua tahadhari